pia ilianzia 2017, kwa sababu 2013 to 2017 tulikuwa na siasa nzuri, siasa imekomaa, uchumi wetu ulikuwa ni mzuri, ulikuwa hakuna shida na kila kitu ilikuwa very stable. Na ningetaka kuambia wana Kenya, mwaka huu mpya ndio nawaombea baraka za mwaka mpya. Sisi wote tumuombe Mwenyezi Mungu aliyetuumba, ingawa tuwe na mwaka utakuwa na mabadiliko kwa uchumi, na mwaka pia utakuwa mabadiliko kwa kisiasa, na pia Mungu atusaidie kwa ugonjwa wa corona ambaye imesukuma sisi sana, na pia magonjwa mengi, kwa sababu sasa tumekuwa tukizungumza tu mambo ya corona peke yake, lakini magonjwa ni mengi sana. Tumesahau magonjwa mengine yote ile yanasukuma watu: TB, kansa, asthma, malaria, pneumonia, diabetes, pressure, hiyo zote tumesahau. Tunahitaji kurudi na tujifikirie kama wana Kenya, kwa sababu Kenya hii si ya mtu mmoja ama wawili ama watatu ama wanne. Kenya hii ni yetu sisi wote, maskini, tajiri, yule asiyojiweza na hako nchi ya Kenya. Nchi hii ni yetu sisi wote. Lakini kuna mambo ningetaka kusema, na ningetaka kusema kwa ukweli, kwa sababu mara mingi mimi husema ile kitu nimebakisha ni kusema ukweli na kujipanga kwenda mbinguni, kwa sababu siku moja lazima nitakuwa na Mwenyezi Mungu Mola mbinguni. Na ningetaka kusema hivi kwa kiwazi, kuna mambo imekuwa ikiendelea kwa mwaka huo umepita mpaka jana, kwa mambo ya matusi mingi. One, ningetaka kueleza wanasiasa wale wengine na tusikizane, hii institutions zipewe heshima. Sababu ya kusema hivi ni kuwa sasa imekuwa na milengo miwili, mpaka ilikuwa na mlengo sasa inafika wa kuataki deputy president, na hiyo ndio ilikuwa mwanzo. Rais wetu wa kwanza Uhuru Muigai Kenyatta ndio alianza na maneno ya matusi ya tangatanga, akaita the same group washenzi. Lugha yake imesikika kila pahali kwa matusi. Ningetaka kusema hivi, sio mzuri kutukana institution ama ofisi ya rais kama yeye na familia yake. Sikubaliani na hiyo ni makosa, kwa sababu hiyo ofisi imewekwa hapo na Mwenyezi Mungu. Lakini hata kukuwa na challenges ziko za watu wa pandio, pia wale rais wameongoza kwa kutukana deputy president. Ukweli usemwe, kesi ya mbaya ifanywe kama kesi ya mtu mzuri. Hakuna mtu hana watu yake. Deputy ana followers, president ana followers yake, Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini haya mambo, it can only be stopped by the president himself. Tuache kulaumiana na kufanya siasa ya ujinga, kwa sababu rais ndio amemwagia mafuta na ana uwezo ya kuonekana kwa mkutano ama kwa media akisema sitaki watu wa kuataki deputy president. Deputy president anaonekana akisema the same thing, lakini hatujaona deputy president hata akitukanwa akikubali kujibu rais. Siku ya mkutano wa Wakorino alikuja na hasira, alisema mambo ya deputy, hata bila yeye kupata uongozi watamuona. Sisi wenyewe ametuambia tutamuona, yeye ndio alifanya uchaguliwe, amehangaisha sisi, tunyang'anywa silaha zetu, security zetu, amenyang'anya CVT yetu, akapeana kwa upinzani, kitu ambacho hajaonekana. So wale wana complain kwa matusi ambaye inaenda pande yote mbili, ambaye mimi ninasema inahitaji kusimama kwa mwaka huu. Lakini watu wasiwekele wale mwingine. Yona Dennis akisema ati Msambweni watu walikuwa natukana president deputy akiwa hapo.
Deputy President ana mdomo yake ya kujisemea yeye mwenyewe. Na hakuna pahali amekubali kutukana rais. Lakini mkutano ya public, kila mtu akisimama kuongea ana fikra zake. Na kwa kuweza kuashua Kenyans, the DP is not part of that matusi. Mkutano ya jana, Musabweni alikimalizia alisema hatuhitaji kujibu wale wamedhulumu sisi ama kuwatukana, kwa sababu Mungu mwenyewe ndio huwa na nafasi ya kujiulizia ama ya kutuulizia. Hakukubali kusema hao matusi ni mzuri. Hakukubali kusema watu wale wote walikuwa nyuma yake kama Deputy President akiongea tumutusi mtu fulani. Lakini psychophony na ile watu wako kwa president pia, ile matusi yote wamemjibu. Sijasikia rais akisema vile Deputy alisema tuwasamehe na sisi watusi wale wametudhulumu. So the back lies with you, President. You yourself. You are the president. Actually, wewe umeshindwa to unite the country. Because you can call anybody. You can talk with anybody. But you are just using some psychopath. People who are in failure in politics. Watu ambao wewe mwenyewe ulituongoza kutukanana, washenzi, kimogoro kigeke. Wewe ulitufundisha. So I would ask, watu wakisikia matusi inaendelea waulize ilianza wapi na itakuishia wapi. Matusi haitasaidia pande yoyote. Lakini kujibu rais ama kujibu deputy politically bila matusi kwa shida ambayo zinaendelea, that is normal. There's nobody who is an angel. The president is not an angel. The deputy president is not an angel. But let's respond responsible. Responsibly tunajibu kulingana na reaction. Na kuna wengine pia wameanza, fulani anatukanaga rais, fulani anatukanaga rais, na ukiwaruza wanatoa neno moja ya kumtukana. Hakuna neno hata moja ya kutusi rais. To challenge the president is not abusing. Kama Yesu alikuwa challenge, ni nani hawezi kuwa challenge kwa dunia hii? We are in a political, tuko kwa kisiasa sisi wote. Na hakuna mtu hawezi. And we are not the same capacity of brain. We are different. Lakini pia tungeomba ile watu wanakuja sasa kuunga deputy president mkono. Tunawaheshimu. Tunapea hawa nafasi ya kudefect, lakini wasikuje kutuletea matusi ya president. Kwa sababu jana kama ijakuwa usiku walikuwa pamoja. Walikuwa nasunguka na yeye, walikuwa akitusi watu na yeye. So wasituletee sisi mambo ya matusi. We can win this election bila kuwa na matusi, tukuwa na Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ndio atauliza na atalivenji ile watu wametutendea vibaya. Lakini matusi na tunaelekea kwa siasa, ndugu zangu, tuache. Uhuru Muigai ana familia yake, na mama yake, na watoto yake, na supporters yake. Pia deputy president ana bibi yake, ana mama. Kama vile Uhuru hana baba, hata Ruto hana baba. Walituacha, lakini wana mama wote wawili. Wana watoto, wana familia. Please, let's respect each other. Unless you are failed, because you can talk these things. Lakini wameamua kukaa kando, watu wakitukanana, na wewe ufikirie ujibue mzuri na watu wasapota pande nyingine. No. It cannot work that way. Kuna mambo mawili na nilisema nataka kurudia kwa Twitter. Two things I said. Wakati president alikuwa France, ilifanyika mambo mawili. Ya kwanza, ile watoto walikufa huko Murang'a, Keno, kwa kanisa ile DP alikuwa naenda.
Na ile watu walianza hiyo maneno na kupangilia, raia walisema kweli walitoka wapi? Walikuwa wamekuwa supposed na nani? Walipewa pesa ngapi? They said. Na hata inspector moja mama alikuwa anasema tufanye haraka tupige tear gas kwa hii kanisa kama David kama hajafika, kwa sababu akifika hatutapiga tear gas. Ili sikika. Na watu wengi wakakufa kwa sababu watu wakieleweke ambao walipanga hiyo mambo. Na wanajulikana na walitajwa mpaka majina. Sabina Chege, nani, ile pesa watu walipeana, kamanda, hakuna kitu haiko kujulikana. Kebisho was involved, hakuna mtu hakujulikana. Hiyo ni moja. Niligoja rais akikuja kutoka France atajibu. Ya pili ni ya Tuju na wakora wa Jubilee kwa kusimama na kusema that the deputy president should not go headquarter ya Jubilee. Na wajumbe, they should not also go there. Tuju na kina Murathe. Those two things made me to relax completely siasa ya president. If he did not address those two issues when he came, those two issues, then it looks that the problem will continue. Kwa sababu nilifikiria akikuja atasema atacondemn hiyo mambo ya kufa vijana wawili. Wala watu walianza hiyo mambo angesema washikwe. He did not talk about it. Second, deputy president ambao walitengeneza chama naye na wakafanya kampeni naye, akamtumia 2013, akamtumia 2017 mara mbili uchaguzi, anafukuzwa ofisi ambaye walijenga na yeye, na yeye ni deputy president and he is a deputy party leader. Na wewe rais huwezi ongea. Who is leading this country on abusive language and confusion? It is you. It is you, actually. This thing, if you want to stop it tomorrow, you stop it. Murathe anatukana kamanda, anaita deputy ati mwizi ni nini? Wewe ukiangalia deputy yako akiwa hapo, anatukana na ile watu wanakuja kwako na kina Kibicho na kina Matiang'i, na wewe unanyamaza. Let me tell you, president, the truth is, ile mimi nasemaga, ninangoja nabakia kusema ukweli na kwenda mbinguni. You failed this country. Politically, economically, and umeongoza mambo ya ukabila. Sasa umeweka, sasa imekuwa ma chiefs, and I've been saying that. Kalonzo akuwe chief wa pahali fulani, Raila akuwe chief wa pahali fulani, Mombasa kukuwe chief wa aina fulani, Central kukuwe na chief wa aina fulani. And those are the things tulikuwa tunajaribu kuondoa tukuwe Jubilee. Ruto has been left alone uniting Kenyans. That's why unaona Msambweni anapata kiti. Kila pahali akienda ako na watu. Because he's uniting people. Na unawatilia tukano na watu yako. Mpaka sasa imefika watu wengine wanakuja, mkikosana huko wanakuja kukimbia pahali sisi tuko, wanaanza kuataki wewe, kuataki family. Tunasikia mambo mengi ambayo hatukujua. Lakini kuliko kuwa responded in a good way na hiyo mambo iwe strained kwa njia inayotakikana, sasa handlers wako wataanza mambo mingi ya muindano na dakika ya mwisho hii nchi kimwagika damu. President Uhuru Muigai Kenyatta, ulimwagiwa mafuta. Please unite this country. You should not be a president ako na bitterness. Sasa mtu kama mimi na wewe, it's like hell and heaven. Mimi ni kama mtu kama kunguni kwa masikio yako. Unakuja mpaka kwa mlango yangu kunitusi. Unanyang'anya CBT yetu, security, kila kitu yote unanyang'anya. Surely God cannot give you power and money uumize maskini, uumize wale wana uwezo, uumize wale wana pesa. It is not possible. God cannot agree this. Your Excellency, I appeal to you this year tunaingia. Renew yourself. Urenew uhusiano wale watu mlichagua nao wote. It's not possible. Watu milioni 8 walikuchagua kwa Jubilee. Wewe unaenda kuchukua, hatujafanya uchaguzi ya chama tangu mwanzo mpaka leo. Unachukua watu wengine walikuwa na vyema kama kina Tuju, failures. Unakuja kuweka kwa viti, unawapa cabinet seat,
so that we can use them. We have seen in the Senate. Surely, President, umeshindwa kuunganisha watu, unaongoza kwa corruption kwa kupeana Senate. Senate sasa haina mambo mengine, is total corruption. Surely, how can you corrupt institution? Kwa sababu hii pesa yote inatoka UP, ingine inatoka pale tunajua. Corrupting institution ile inafanya sheria. You have killed economy, the arms of the government. Umeua bunge. Senate exchanging money, revenue bill na hii, we have seen it. Surely, is that the direction we should go when we are talking about the corruption? Please, the government should not talk about the corruption, because now they are leading the corruption. The report we have from 2018, the corruption imeenda juu zaidi. This thing can only be done with people sitting down and respecting God. Na mimi nauliza ile watu wako pande ya deputy president, mjue hata hiyo kiti ya Msambweni hatukushinda, ni Mungu alishinda. Pongezi kwa Mwenyezi Mungu. Na vile deputy president alituambia tunyenyekee, wacha wenye matusi na kupiga kifua ajipiga kifua, wacha waendelee kufanya namna hiyo. Sisi tukipata chochote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na ndio naona Msambweni jana tulikuwa, hata kama ilikuwa na interference nyingine, tulikuwa kurudishia Mwenyezi Mungu shukrani. Kwa sababu sisi Jubilee tuliposhinda, tulidanganya Mungu kwa Nakuru Stadium. Mungu utusamehe, akatusamehea. Mungu tupe ushindi, akatupa ushindi. Tusamehe kwa watu tumetuziana, na ni rais aliombesha hiyo maombi. Na tukishinda Mwenyezi Mungu, itakuwa ushindi ni wako. Hiyo ni maombi ya rais. Na akasema tutarudi hapa hapa kushukuru. Tuliposhinda, kakuja ni kifua. Sisi tulishinda. Tulitumia nini yote? Tulitumia pesa, tulitumia nguvu, tulitumia kila kitu, tukapiga kifua. Hiyo ndio makosa moja, kama hatuwezi kutubu, inaletea nchi yetu, inaletea Jubilee problem. Sasa mimi nauliza ya mwisho, kama deputy president wamefukuza kwa ofisi, sisi tulifukuzwa kwa viti yetu na hatujafanya uchaguzi tangu mwanzo. Sasa tukisema tunatafuta pahali ya kwenda kwa chama ingine, Tuju alisema wakiongea kwa simu na yule mtu anaitwa General Kayaba wa kutoka Limuru, Tuju alisema na akakuwa recorded, hajaamuka, wacha ikaribia uchaguzi, Ruto ndio atajua yeye ni nani. So are we waiting that office surely? Ati tuseme tutafanya kazi na hiyo Jubilee? Let me say that we have no business to Jubilee. Na pesa yetu yote mmekuwa mkichukua ya ukora. Please mturudishie pesa yetu tuachane. Turudishieni pesa yetu ile mmeyokota miaka yote, kwa sababu hakuna faida. Tumeona tukikata mishahara yetu ya Jubilee. Give us back our money, take the party. Mwende na chama. Ile pesa mnapewa na serikali kwa sababu ya chama ya Jubilee, mnapewa kwa sababu ya our number. Hiyo pesa mnakula peke yenu. Sasa mkitaka tuachane, we have no problem. Kama tunatafuta pale nyingine ya kuenda, tena nasikia watu wengine, watu kama Kanini Kega. Who is Kanini Kega? Who is Kanini Kega? Wakuzuma kuambia the deputy president should resign. Who are you? In which rank are you? Kuambia deputy president na hiyo. Just because of this most money mnakula. Let me tell you, wakati umefika tubadilishe. Rais wewe ukubali Uhuru Muigai Kenyatta, tukuombee ukubali kuunganisha Kenya. Lakini ukiendelea na hiyo mtindo, hata mambo ya madaktari wakikufa, you cannot respond. Wakati ya mkutano kubwa, uwezi hata kuzungumuza. Addressing the nation you cannot zungumuza. Mimi nataka kukuambia, wewe kwa sababu ni Mkikuyu, na mimi ni Mkikuyu, nataka nikuimbie kwa wimbo na ibagwa. Omothe ndauga reka tumano, kiria uheaga reka geikare, ihinda ria muico riu ni ikinyu, mundu ayumiririe na njira yake. Omothe ndauga reka tumano, kiria uheaga reka geikare, ihinda ria muico riu ni ikinyu,